Karibu mpenzi msikilizaji wa kipindi cha Vinjari na Neno la Mungu, ambapo tunakwambia sikiliza tunakusomea Biblia. Kipindi kilichopita bado tulikuwa tunasoma historia ya baba yetu, baba wa imani Ibrahimu, namna ambavyo Ibrahimu alikuwa anapata maelekezo kutoka kwa Mungu. Na leo tunaendelea na Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura 16, ambapo kichwa chake kinakwambia kuzaliwa kwa Ishmaeli. Ishmaeli ambaye alikuwa ni mtoto wa kwanza wa Ibrahimu. Mwanzo 16 mstari wa kwanza unasema, basi Sarai mkewe Abrahamu hakumzalia mwana, naye alikuwa na mjakazi Misri, jina lake Hajiri. Mstari wa pili, Sarai akamwambia Abrahamu, basi sasa Bwana amenifunga tumbo nisizae, umuingilie mjakazi wangu, labda nitapata uzao kwa yeye. Abrahamu akaisikiliza sauti ya Sarai. Mstari wa tatu, Sarai mkewe Abrahamu akamtoa Hajiri Misri mjakazi wake, baada ya kukaa Abrahamu katika nchi ya Kanaani miaka 10, akampa Abrahamu mumewe awe mkewe. Mstari wa 4, basi akamuingilia Hajiri, naye akapata mimba, naye alipoona ya kwamba amepata mimba, bibi yake alikuwa duni machoni pake. Mstari wa 5, Sarai akamwambia Abrahamu, ubaya ulionipata na uwe juu yako, nimekupa mjakazi wangu kifuani mwako, naye alipoona kwamba amepata mimba, mimi nimekuwa duni machoni pake. Bwana na ahukumu kati ya mimi na wewe. Mstari wa 6, naye Abrahamu akamwambia Sarai, tazama, mjakazi wako yu mkononi mwako, mtendee lililo jema machoni pako. Sarai akamtesa, naye akakimbia kutoka mbele yake. Mstari wa 7, malaika wa Bwana akamwona kwenye chemchemu ya maji katika jangwa, chemchemu iliyoko katika njia ya kuendea Shuri. Mstari wa 8, akamwambia Hajiri, wewe mjakazi wa Sarai, unatoka wapi, nawe unakwenda wapi? Akanena, nakimbia mimi kutoka mbele ya bibi yangu Sarai. Mstari wa 9, malaika wa Bwana akamwambia, rudi kwa bibi yako, ukamnyenyekee chini ya mikono yake. Mstari wa 10, malaika wa Bwana akamwambia, hakika nitauzidisha uzao wako, wala hautahesabika kwa jinsi utakavyokuwa mwingi. Mstari wa 11, malaika wa Bwana akamwambia, tazama, wewe una mimba, utazaa mwana wa kiume, nawe utamwita jina lake Ishmaeli, maana Bwana amesikia kilio cha mateso yako. Mstari wa 12, naye atakuwa kama punda mwitu katika watu, mkono wake utakuwa juu ya watu wote, na mkono wa watu wote utakuwa juu yake, naye atakaa mbele yao ndugu zake wote. Mstari wa 13, akaliita jina la Bwana aliyesema naye, we u Mungu uonaye, kwani ulisema, hata hapa nimemwona yeye anionaye. Mstari wa 14, kwa hiyo kisima kile kiliitwa Be-lahai Roi, tazama, kiko kati ya Kadeshi na Beredi. Mstari wa 15, Hajiri akamzalia Abrahamu mwana wa kiume. Abrahamu akamwita jina lake Ishmaeli, yule mwanawe ambaye Hajiri alimzalia. Mstari wa 16, naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 86 hapo Hajiri alipomzalia Abrahamu Ishmaeli. Mwanzo sura ya 17 mstari wa kwanza unasema, Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Mstari wa pili, nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Mstari wa tatu, Abrahamu akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akasema. Mstari wa 4, mimi agano langu nimefanya nawe, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. Mstari wa 5, wala jina lako hutaitwa tena Abrahamu, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi.
Mstari wa 6, nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. Mstari wa 7, agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyako kuwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako. Mstari wa 8, nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako nchi hii unayoikaa ugeni, nchi yote ya Kanaani, kuwa miliki ya milele, nami nitakuwa Mungu wao. Mstari wa 10, Mungu akamwambia Ibrahimu, nawe ulishike agano langu, wewe na uzao wako kwa vizazi vyao baada yako. Mstari wa 10, hili ndilo agano langu utakalolishika kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako, na kila mwanamume wa kwenu atatahiriwa. Mstari wa 11, mtatahiriwa nyama ya magovi yenu, na jambo hilo litakuwa ishara ya agano kati ya mimi na ninyi. Mstari wa 12, mtoto wa siku 8 atatahiriwa kwenu, kila mwanamume katika vizazi vyenu, mzaliwa nyumbani na mnunuliwa wa fedha, kila mgeni asiyekuwa na uzao wako. Mstari wa 13, mzaliwa nyumbani kwako na mnunuliwa kwa fedha yako lazima atahiriwe, na agano langu litakuwa katika mwili wenu kuwa agano la milele. Mstari wa 14, na mwanamume mwenye govi asiyetahiriwa nyama ya govi lake, mtu yule atatengwa na watu wake, amelivunja agano langu. Mstari wa 15, Mungu akamwambia Ibrahimu, Sarai mkeo hutamwita tena jina lake Sarai, kwa kuwa jina lake litakuwa Sara. Mstari wa 16, nami nitambariki na tena nitakupa mwana kwake, naam nitambariki, naye atakuwa mama wa taifa, na wafalme wa kabila za watu watatoka kwake. Mstari wa 17, ndipo Ibrahimu akaanguka kifudifudi akacheka, akasema moyoni, je, mtu wa umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto? Naye Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa? Mstari wa 18, Ibrahimu akamwambia Mungu, lau kwamba Ishmaeli angeishi mbele yako. Mstari wa 19, Mungu akasema, sivyo, lakini Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume, nawe utamwita jina lake Isaka, nami nitafanya agano langu imara kwake kuwa agano la milele kwa ajili ya uzao wake baada yake. Mstari wa 20, na kwa habari ya Ishmaeli nimekusikia, nimembariki, nitamzidisha, nami nitamwongeza sana sana, atazaa maseyidi 12, nami nitamfanya awe taifa kuu. Mstari wa 21, bali agano langu nitalifanya imara kwa Isaka, ambaye Sara atakuzalia majira kama haya mwaka ujao. Mstari wa 22, Mungu akaacha kusema naye, akapanda kutoka kwa Ibrahimu. Mstari wa 23, Ibrahimu akamtwaa Ishmaeli mwanawe na wote waliozaliwa nyumbani kwake na wote walionunuliwa kwa fedha yake, wanaume wote na watu wa nyumba ya Ibrahimu, akawatahiri nyama ya govi yao siku ile ile kama Mungu alivyomwambia. Mstari wa 24, naye Ibrahimu alikuwa mwenye umri wa miaka 99 alipotahiriwa nyama ya govi lake. Mstari wa 25, na Ishmaeli mwanawe alikuwa mtu wa miaka 13 alipotahiriwa nyama ya govi lake. Mstari wa 26, siku ile ile akatahiriwa Ibrahimu na Ishmaeli mwanawe. Mstari wa 27, na watu wote wa nyumba yake, wazaliwa nyumbani na wanunuliwa kwa fedha katika mkono wa mgeni, wakatahiriwa pamoja naye. Mwanzo 18 mstari wa 1, Bwana akamtolea Ibrahimu karibu na mialoni ya Mamre, alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa hari. Mstari wa 2, akainua macho yake akaona, na tazama, watu watatu wamesimama mbele yake, naye alipowaona
alipiga mbio kuwalaki kutoka mlangoni pa hema, akainama mpaka chini. Mstari wa 3 akasema, Bwana wangu, kama nimeona fadhili machoni pako, na kuomba usinipite sasa, mimi mtumwa wako. Mstari wa 4, na yaletwe basi maji kidogo, mkanawe miguu, mkapumzike chini ya mti huu. Mstari wa 5, nami nitaleta chakula kidogo, mkaburudishe roho, mkaburudishe moyo, baadaye muendelee, iwapo mmemjia mtumwa wenu. Wakasema, haya, fanya kama ulivyosema. Mstari wa 6, basi Ibrahimu akaenda hemani kwa Sara, akasema, himiza vipimo 3 vya unga safi, uandae ufanye mikate. Mstari wa 7, Ibrahimu akapiga mbio kwenda kundini, akaleta ndama wa ng'ombe aliye laini mzuri, akampa mtumishi, naye akahimiza kuiandaa. Mstari wa 8, akatwaa siagi na maziwa na ndama aliyeiandaa, akawaandikia mbele yao, akasimama karibu nao chini ya mti, nao wakala. Mstari wa 9, wakamwambia, yu wapi Sara mkeo? Akasema, yu hemani. Mstari wa 10, akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu mwakani, na tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwapo nyuma yake. Mstari wa 11, basi Abrahamu na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa, na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Mstari wa 12, kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, niwapo mkongwe nitapata furaha, na bwana wangu mzee. Mstari wa 13, Bwana akamwambia Ibrahimu, mbona Sara amecheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Mstari wa 14, kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitakurudia wakati huu mwakani, na Sara atapata mwana wa kiume. Mstari wa 15, akakana Sara akisema, sikucheka, maana aliogopa. Naye akasema, sivyo, umecheka. Mstari wa 16, kisha watu hao wakaondoka huko, wakaelekeza nyuso zao Sodoma. Ibrahimu akaenda pamoja nao awasindikize. Mstari wa 17, Bwana akanena, je, nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo? Mstari wa 18, akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia yatabarikiwa. Mstari wa 19, kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye akamtimizia Ibrahimu ahadi zake. Mstari wa 20, Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana. Mstari wa 21, basi nitashuka sasa nione kama wanayotenda ni kiasi cha kilio kilichonijia, na kama sivyo nitajua. Mstari wa 22, basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma, lakini Ibrahimu alikuwa akali akisimama mbele ya Bwana. Mstari wa 23, Ibrahimu akakaribia akasema, je, utaharibu mwenye haki pamoja na mwovu? Mstari wa 24, huenda wakawapo wenye haki 50 katika mji, utaharibu wala hutaiacha mji kwa ajili ya hawa 50 wenye haki waliomo? Mstari wa 25, hasha, usifanye hivyo, ukamuue mwenye haki awe kama mwovu. Hasha, mhukumu ulimwengu wote asitende haki. Mstari wa 26, Bwana akasema, nikiona katika Sodoma wenye haki 50 mjini, nitapaacha mahali pote kwa ajili yao. Mstari wa 27, Ibrahimu akajibu akasema, basi nimeshika kusema na Bwana, nami ni mavumbi,
na majivu tu. Mstari wa 28, huenda pakapunguka 5 katika wale 50 wenye haki. Je, utaharibu mji wote kwa kupungua 5? Akasema, sitauharibu nikiona humo 45. Mstari wa 29, akazidi tena kusema naye akinena, huenda wakaonekana humo 40? Akasema, sitafanya kwa ajili ya hao 40. Mstari wa 30, akasema, Bwana asiwe na hasira nami, nitasema, huenda wakaonekana huko 30. Akasema, sitafanya nikiona humo 30. Mstari wa 31, akasema, tazama, nimeshika kusema na Bwana, huenda wakaonekana huko 20. Akasema, sitaharibu kwa ajili ya hao 20. Mstari wa 32, akasema, Bwana usiwe na hasira, nami nitasema mara hii tu, huenda wakaonekana huko 10. Akasema, sitaharibu kwa ajili ya hao 10. Mstari wa 33, basi Bwana alipokwisha kumzungumza na Ibrahimu akaenda zake. Ibrahimu naye akarudi mahala pake. Mwanzo sura ya 19 mstari wa 1. Basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni, na Lutu alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Lutu akawaona, akaondoka akaenda kuwalaki, akainama kifudifudi. Mstari wa 2, akasema, bwana zangu, karibuni na wasii muingie nyumbani mwa mtumwa wenu, mkalale mkanawe miguu yenu, hata asubuhi muondoke na mapema mkaende zenu. Wakasema, sivyo, lakini tutakaa uwanjani usiku kucha. Mstari wa 3, akawasii sana, nao wakaja wakaingia nyumbani mwake, akawafanyia karamu, akawapikia mikate isiyochachwa, nao wakala. Mstari wa 4, hata kabla hawajalala, watu wa mji, wenyeji wa Sodoma, wakaizunguka nyumba, vijana kwa wazee, watu wote waliotoka pande zote. Mstari wa 5, wakamwita Lutu wakamwambia, wawapi wale watu waliokuja kwako usiku huu? Uwatoe kwetu tupate kuwajua. Mstari wa 6, Lutu akawatokea mlangoni, akafunga mlango nyuma yake. Mstari wa 7, akasema, basi na wasii ndugu zangu, msitende vibaya hivi. Mstari wa 8, tazama, ninao binti wawili ambao hawajajua mtu mume, na wasii nitawatolea kwenu, mkawafanye vilivyo vyema machoni penu, ila watu hawa msiwatende neno, kwa kuwa wamekuja chini ya dari yangu. Mstari wa 9, wakasema, ondoka hapa. Kisha wakanena, mtu huyo mmoja amekuja kwetu kuketi hali ya ugeni, naye kumbe anataka kuhukumu. Basi tutakutenda wewe vibaya kuliko hawa. Wakamsonga sana huyo Lutu, wakakaribia kuvunja mlango. Mstari wa 10, lakini wale watu wakanyosha mikono yao, wakamwingiza Lutu kwao nyumbani, wakaufunga mlango. Mstari wa 11, kisha wakawapiga hao watu walioko mlangoni kwa upofu, wadogo kwa wakubwa, hata wakachoka kwa kuutafuta mlango. Mstari wa 12, basi wale watu wakamwambia Lutu, je, unaye mtu hapa zaidi? Mkwe, wanao na binti zako na wowote ulionao katika mji, uwatoe katika mahala hapa. Mstari wa 13, maana tutapaharibu sisi mahali hapa, kwa kuwa kilio chake kimezidi mbele za Bwana, naye Bwana ametupeleka kupaharibu. Mstari wa 14, Lutu akatoka akasema na wakweze waliowaposa binti zake, akasema, ondokeni mtoke katika mahali hapa, kwa sababu Bwana atauharibu mji huu. Lakini akawa kama achezaye machoni pa wakweze. Mstari wa 15, hata alfajiri ndipo malaika wakamhimiza Lutu wakisema, ondoka, mtwae mkeo na binti zako wawili waliopo hapa, usipotee katika maovu ya mji huu. Mstari wa 16, akakawia
nao watu wakamshika mkono na mkono wa mkewe na mkono wa binti zake, kwa jinsi Bwana alivyomhurumia, wakamtoa wakamweka nje ya mji. Mstari wa 17, ikawa walipomtoa nje, mmoja alisema, jiponye nafsi yako, usitazame nyuma, wala usisimame katika hili bonde popote, ujiponye mlimani, usije ukapotea. Mstari wa 18, Lutu akawaambia, sivyo bwana wangu. Mstari wa 19, tazama, mtumwa wako ameona kibali machoni pako, nawe umezidisha rehema zako ulizonifanyia kwa kuponya nafsi yangu, nami siwezi kukimbilia mlimani nisipatwe na yale mabaya nikafa. Mstari wa 20, basi mji huu karibu, niukimbilie, na ni mdogo, nijiponye sasa huko. Sio mdogo huu, na nafsi yangu itaishi. Mstari wa 21, akamwambia, tazama, nimekukubali hata kwa neno hili, kwamba sitauangamiza mji huo ulio unena. Mstari wa 22, hima, ujiponye huko, maana siwezi kufanya neno lolote hata uingiapo humo. Kwa hiyo jina la mji ule likaitwa Soari. Mstari wa 23, jua lilikuwa limechomoza juu ya nchi Lutu alipoingia Soari. Mstari wa 24, ndipo Bwana akanyesha juu ya Sodoma na juu ya Gomora kiberiti na moto toka mbinguni kwa Bwana. Mstari wa 25, akaangusha miji hiyo na bonde lote na yote yaliyomea katika nchi ile. Mstari wa 26, lakini mkewe Lutu akatazama nyuma yake, akawa nguzo ya chumvi. Mstari wa 27, Ibrahimu akatoka asubuhi kwenda mahali aliposimama mbele za Bwana. Mstari wa 28, naye akatazama upande wa Sodoma na Gomora na nchi yote ya hilo bonde, akaona, na tazama, moshi wa nchi ukapanda kama moshi wa tanuru. Mstari wa 29, ikawa Mungu alipoiharibu miji ya bondeni, Mungu akamkumbuka Ibrahimu, akamtoa Lutu katika maangamizi, alipoiangamiza miji hiyo aliyokaa Lutu. Mstari wa 30, Lutu akapanda kutoka Soari akakaa mlimani na binti zake wawili pamoja naye, kwa sababu aliogopa kukaa katika Soari, akakaa katika pango, yeye na binti zake wawili. Yule mkubwa akamwambia mdogo, baba yetu ni mzee, wala hakuna mtu mume katika nchi atuingiliaye kama ilivyo desturi ya dunia yote. Mstari wa 32, haya, tumnyweshe baba yetu mvinyo, tukalale naye, ili tumuhifadhie baba yetu uzao. Mstari wa 33, wakamnywesha baba yao mvinyo usiku ule, akaondoka huyo mkubwa akalala naye, wala yeye hana habari alipolala wala alipoondoka. Mstari wa 34, ikawa siku ya pili, mkubwa akamwambia mdogo, tazama, nimelala jana na baba yangu, tumnyweshe mvinyo tena usiku, ukaingie ukalale naye. Mstari wa 35, wakamnywesha tena baba yao mvinyo usiku ule, akaondoka mdogo akalala naye, wala yeye hana habari alipolala wala alipoondoka. Mstari wa 36, basi hao binti wote wawili wa Lutu wakapata mimba kwa baba yao. Mstari wa 37, yule mkubwa akazaa mwana, akamwita jina lake Moabu. Huyo ndiye baba wa Moabi hata leo. Mstari wa 38, na yule mdogo naye akazaa mwana, akamwita jina lake Benami. Huyo ndiye baba wa Waamoni hata leo. Mpenzi msikilizaji, kwa leo tunaishia hapa. Kumbuka lengo letu ni kuisambaza habari njema ya Mungu kupitia kitabu chake kitakatifu Biblia, ambapo tunakwambia katika kipindi hiki vinjari na neno la Mungu. Mpaka wakati mwingine ambapo tutaendelea kuisikiliza habari ya Rutu na habari ya Ibrahimu. Endelea kuwa nasi, usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Mungu akubariki sana.